السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يكون محمد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, tukiwa katika mwezi kama huu wa Rajab utukufu wake, tunaendelea na kisa chetu hiki cha al-Isra wal Mi'raj, kwamba tukio hili limetukia katika mwezi kama huu, na tuko katika darasa hili la 8. Tulikomea Mtume sallallahu alayhi wasallama alipopita akasikia akahisi harufu nzuri, na akajulishwa harufu hiyo na sababu kubwa ni mwanamke ambaye alijitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliyechomwa na Firaun, na akasimama na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini harufu yake akaisikia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, thumma ata ala qaumin ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, tustafidi katika safari kama hii, atuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam amezoeaona, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe asema safari hii linuriyahu min ayatina, malengo hasa kumuonesha yale ambayo kwamba mambo ambayo kwamba ya ghaibu apate kuyajua, yale mambo ambayo kwamba kutokea kwa umma wake, kwa kaumu za watu wote waliopita atayaona. Asema thumma ata ala qaumin, akawaendea watu wanagongwa zile vichwa vyao wagongwa kwa jiwe kubwa sana, na kila zitakapokuwa zimepondwa zile vichwa vyao, kugongwa kwao kinapondwa, aadat kama kana, zinarudi kisha baada yake kama vilikuwa. La yafturu anhum min dhalika shay, hakuna kupumzishwa kwa kitu chochote, hawapumzishi kitu ambacho kama labda angaa kidogo upumzike, hapana. Wanagongwa vichwa vyao vile vinakuwa katika hali ambayo kwamba kupondwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Jibril, man haulai, hawa ni kina nani watu kama hawa ambao wenye adhabu kama hii? Jibril akamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, haulai alladhina tatafaqalu ruusuhum anis salati almaktuba, hawa ni katika watu wako ambao kwamba wao waona uzito ambao kwamba kichwa chao hasa kule kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada ambao kwamba faradhi, na haya tuyaona na ni hatari sana. Haya mambo sio kama labda ni stories zatolewa, hii ni Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaona na utoa habari hawa. Kila ambaye kwamba yeye aona uzito kuinuka kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi angoje maneno kama haya Mtume ambao kwamba anasema aliwaona hawa watu wanapondwa vichwa vyao mpaka vinakuwa kama unga mfano wake vile, na hawapumzishi. La yafturu anhum min dhalika shay, hakuna kupumzishwa, ni uchungu juu ya uchungu. Jibril akamwambia, haula alladhina tathaqalu ruusuhum alis-salati al-maktuba, hawa ni wale watu ambao kwamba ni uzito sana. Kuna watu kule kuinama peke yake kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwao ni uzito,
hawa watu kama hawa ndio kwamba watakuwa wenye kupata adhabu kama hii. Kisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, thumma ata ala qaumin ala aqbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'un yasrahuna kama tasrahu al-an'am. Akaona kuna watu mbeleni mwao hapa kuna kihasho kama kijitambara hivi, kama kitambara katika zile nguo zao wanazovaa, na nyuma yao vile vile kuna kitambara kama kuwastiri ile sehemu ambayo kwamba ya hali zao ya siri yao, basi mbele na nyuma, na wachungwa kama wanyama, kama wanyama hawa watu kama hawa, na vile vile wachungwa nao. Na anidhari'i wa zaqum wa rasu jahannam wa hijaratiha, na chakula chao ni kila kama matunda kama yale kama vyakula vyao na kula ni miti ambayo kama michungwa ambayo kama yenye miba. Azaqum, atuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio chakula cha watu wa motoni hao. Inna sharata az-zaqum ta'amul athim, mti kama huo ambao kama zaqum ndio mti ambao kama ndio chakula cha wale watu ambao kama motoni ambao kama dhambi. Kalmuli yaghli fil butun, yani chakula yenyewe kama ile rojo ambao kama nodona ambao kama la moto lile ambao kwamba linavomimika, kaghal hamim ambao kama linavochemka katika hali ambao kama moto vile ambao kama ile zege mfano wake hivi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika mti huu az-zaqum ambao kwamba ulioelezwa, Mtume mwenyewe alayhi salatu wasallam atuambia, law anna qatratan min az-zaqumi qutrat fi dari ad-dunya la afsadat ala ahli ad-dunya ma'aishahum fakaifa biman yakunu ta'amahu. Katika hadithi imesopekewa na Imamu Tirmidhi rahimahullah, atuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miongoni mwa yale vyakula ambao kama vya motoni ambao kwamba watu ambao kama watashikwa na njaa chakula chao ni hiyo. Mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia mfano wake, law anna qatratan min az-zaqum, tone moja tu, qutrat fi dari dunya, likadondoka katika ulimwengu kama huu, likaja katika likadondoka katika ulimwengu kama huu, tone moja tu, basi la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum, ni ulimwengu mzima wote taribika, ulimwengu mzima utakuwa haiwezekani kuishi sisi. Fakaifa biman yakunu ta'amahu, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna gani ikiwa hiyo ndio chakula chake yule mtu ambaye motoni, liadhu billahi min dhalik. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia, laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wala yughni min ju'. Vyakula vya motoni ni hivyo kwamba ni miba na ni uchungu kwa kweli, haisaidii ambao mwili wako ambao la yusminu wala yughni min ju', wala haiondoshi njaa wala haikunenepeshi, labda pengine kama labda tule ya itasaidia, haisaidii chochote bali ni adhabu juu ya adhabu. Haya ndio kwamba alizungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam atufahamisha haya, waliyadhu billahi min dhalik. Katika maelezo yake alituambia, thumma ata ala hajarin saghir yakhruju minhu thawrun adhim, akaliona Mtume sallallahu alaihi wasallam tundu ndogo sana, tundu ndogo, lakini yakhruju minhu thawrun adhim, latoka hapo gombe kubwa. Tundu ni ndogo, lakini ajabu linatoka jigombe kubwa sana. Kisha fayuridu thawru an yadkhula min haythu kharaja fala yastati', kisha yule mkoba jingombe kama lile mkoba kubwa lile nataka kurudi katika tundu kama ile na ni ndogo, fala yastati', hawezi, ikawa hawezi mkoba kuingia tena vile vile, atakurudi pale hawezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ma hadha ya Jibril, ni mfano gani huu? Jibril akamwambia, hadha ar-rajul yatakallamu bikalimati al-azima fayandamu alaiha
fayuridu an yaruddaha fala yastati'. Huyu ni mtu atakuja kuzungumza neno, mfano wake kama hivi, atakuja kuzungumza neno, yeye ndio ni dogo sana, lakini dunia ni kubwa, ni adhima. Fayandamu alaiha, atajuta majuto, hali ya majuto kama hivyo. Fayuridu an yaruddaha fala yastati', atamani yarudi ile maneno amkoma akawa yeye hakuyatoa, lakini hawezi tena. Na ndio maana tuko katika ulimwengu kama huo sasa hivi, wa si kutumika kwa mdomo tu. Sasa hivi tuna masimu, tuna mambo kadhaa, unachokiandika, unachokisema watakuwa uchunge, kwa sababu neno lako moja tu basi waweza wewe ukaumiza watu wakafa, watu wakaumia kwa sababu ya kilima chako wewe tu, ukawa wewe ndio sababu ambayo kwamba ya kuumiza watu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, inna ar-rajula la yatakallamu bikalimatin min sakhati llahi ma kana yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubu Allahu lahu biha sakhatahu ila yawmi yalqahu. Mtu atakuja kuzungumza neno ambalo kwamba la hasira zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, makemeo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakuja kumfikishia hasira zake siku ya kiyama, ambapo kama siku ambapo atakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yote kwa sababu ya mkoba ulimi. Ulimi ni chombo ambacho kwamba mtu atakiwa achunge nacho sana. Mtume mwenyewe alayhi salatu wasallam, man yazman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi azman lahu aljanna, katika hadithi muttafaqun alayhi. Yule ambaye kwamba atampa dhamana Mtume sallallahu alaihi wasallam ma baina lahyaihi, baina haya mambo mawili haya, mdomo huu au kilioko katikati, yani kama huku na huku, hapa kilicho katikati yani ulimi, wa ma baina rijlaihi, na baina kwamba kilioko katikati, baina ya mguu wake huu na mguu huu kilioko katikati. Natarajia kimefahamika. Azman lahu aljanna, naye vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimemdhamini mtu kama huyo pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, idha asbaha ibnu adama fa inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, kila akipambaukiwa asubuhi, mtu mja mwanadamu akipambaukiwa asubuhi, basi vile viungo, fa inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan, kiwiliwili chake chote kina mshambulia ambapo kwamba ulimi tu. Na waambia, ittaqillaha fina, wewe muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili yetu sisi. Fa inna ma nahnu bika, sisi sote sisi tukutegemea wewe tu ulimi. Fa in istaqamta istaqamna, ukinyoka wewe ulimi, basi na sisi tutanyoka vile vile. Wa in ajajta ajajna, na ukipinda ulimi ukawa wewe umepinda, basi vile vile na mwili mzima uno katika hali ya kwamba kupinda. Mtu atakiwa tambue kila anachokizungumza ajue kinaandikwa. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kuna malaika ambao kwamba amekaa kulia na kushoto, kazi yake ni kuandika. Na ni neema kubwa mtu kupata ulimi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakujalia akakupa ulimi, basi utakao utumie ulimi kwa vizuri. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn, zote ni neema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukujalia wewe upate ulimi na ukapata mdomo ukaweza kuzungumza, watu wakakufahamu, basi watakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema kama hiyo na uitumie vizuri ulimi kama ule. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yule ambaye kwamba amamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anaamini kuna siku ya mwisho, kuna siku ya malipo, falyaqul khairan, basi ya kuzungumza azungumze maneno ambayo kwamba mazuri tu, au liyasmut, au amnyamaze kimya. Katika hadithi muttafaqun alayh, imezopokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim hiyo. Hakuna kitu kibaya kama ulimi na hakuna kitu kizuri kama ulimi. Ulimi manufaa yake makubwa, tahriku at-ta'ami fil fami
وتمييز بين أذواق المأكولات والمشروبات. Mwili ambao nao huwa mkombo wa ulimi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia ladha ya chakula na kupambanua ambao utamu na uchungu na ni ulimi. Ulimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia una kazi nyingi, lakini jua hayo yote wanazuoni wenyewe wasema innal lisana huwa alladhi yuaddi al-insan ila an-najati au ila at-tahluka. Mmoja wapo huu ulimi utampeleka mtu mja huo katika mazuri au katika kuangamia. Mmoja wapo katika lisanuka hisanuka, in suntahu sanaka wa in khuntahu khanak. Wewe mwenyewe tu ulimi utakapokuwa wewe umeukhini, basi na utakukhini, na ukiulinda basi na wao vile vile ulimi utakulinda wewe. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yeye amesitusisitiza sisi juu ya ulimi, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanahu. Mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika hadithi mazopokea na Imam Ahmad, hanyoi ile imani ya mja mpaka moyo wake, ule mtu kama moyo wake nao umenyoka. Moyo ukinyoka basi wala yastaqimu qalbuhu, wala ule moyo wake unyoki, hata yastaqima lisanahu, mpaka ule ulimi wake na vile vile unyoke. Kwa hivyo mtu ambaye kwamba yeye ulimi wake ni mchafu na akawa yeye katika hali ya utumia vibaya, basi ndio haya atakwenda kumwangamiza mtu kama yule. Illa mtamlik lisana katandam, ikiwa wewe hutouzuia ulimi wako kwa njia ambayo kwamba unastahili kuzo, basi utajuta tu. Inma khuliqa lisan lisanun wahid. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba ulimi mmoja tu, hajajalia katika kiumbe akajaliwa amepata ulimi akawa wenzetu bwana huwa nao ulimi miwili mitatu. Ulimi ni mmoja tu, lakini wa ainani Mwenyezi Mungu amejalia macho akaweka mawili, wa udhunani Mwenyezi Mungu amejalia masikio akaweka masikio mawili. Wanazuoni akasema liyasmaa wa yubsira akthar mimma yaqulu, malengo haswa haya macho makawa mawili yote yanamchunga ulimi tu. Ulimi ni mmoja, lakini ulimi huu uweza kaangamiza macho, yaweza kaangamiza kwamba masikio. Kwa hivyo haya masikio haya yamekuwa mawili kwa sababu yapate kusikia huo ulimi huo yanapozungumza. Laysa min shay'in atwabu min al-lisan. Wanazuoni wanasema hakuna kitu ambacho kama kitamu kizuri kama ulimi. Wal qalbi, na moyo vile vile, lakini idha taba nazo vile vile kaa nazo katika vizuri. Wala akhbatha minhuma idha khabutha, na hakuna vitu ambavyo vibaya kama sampuli kama hiyo mbili, moyo na vile vile katika na huo ulimi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatulinda na ulimi ambao mbaya. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfaru min nuhas. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia alipofika katika Miraji, asema nimepita mimi nikawaona watu wana kucha zao ni ndefu, lakini za mfano kama washaba zile kucha zao. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Ajabu iliyoko, watu kama hawa wanajikwangura nyuso zao na vifua vyao na wao wenyewe. Fakultu man haula ya Jibril, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawamuuliza Jibrili, hawa ni watu gani ambao wenye kufanya mambo kama haya? Wao wanajikwangura wao wenyewe nyuso zao mpaka mtu anatoka na madamu vile na vifua vyao, hawa ni kina nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril hivyo. Jibril akamwambia, haula alladhina yakuluna luhuma an-nasi wa yaqauna fi a'radhihim, hawa ni wale watu ambao kwamba wasengenyaji, wale ambao kwamba wasengenyaji wameitwa wao yakuluna luhuma an-nas, wanakula nyama za watu. Na hata Qur'ani imezungumza masala hayo kule kumsengenya mtu tu
ni mfano kama mtu ambaye anamla mtu ambaye ndugu yake. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wala yaghtab ba'dukum ba'dha, isifika kiwango kawa nyinyi wenye kusengenyana nyinyi kwa nyinyi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akauliza asa ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maitan, je, yuko yoyote miongoni mwenu nyinyi ambao kwamba apenda kula nyama ambayo kwamba ya ndugu yake, nyama ambayo kwamba ndugu yake tena maitan, ambaye ni maiti? Basi Mwenyezi Mungu sema fakarihitumuhu, chukizeni jambo kama hilo. Wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye huruma na vile vile mwenye kukubali ambapo kama toba. Yani pofika hapa katika suratul Hujurat inatukataza sisi kusengenyana, na hii ni katika moja katika akhlaqi, katika tabia. Na mfano ambao kwamba alikuja akautoa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi amezopokea Imam Aisha mwenyewe. Mama Aisha anasema siku moja mke wake Safia alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye huyu mama Aisha kwa wivu wake naye akasema, ya Rasulullah, inna Safiyata mra'atun wa qalat biyadiha hakadha fa innaha ta'ni qasira. Akawa ashiria ule ufupi wake kwa mkono, ashiria ule ufupi ambao kwamba wa mama huyu Safia kwa mkono, akamsengenya kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na angalia akhlaqi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakukaa akamuunga mkono mke wake kwa kitendo kama hicho. Sisi pengine si ajabu hapo, tutacheka na naona jambo la kawaida, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwacha, ambapo kwamba mama Aisha akamwambia laqad muzijat bi kalimatin law muzija biha ma'ul bahri la muzija. Akamwambia neno hili ambapo kwamba ishara hii ambapo kwamba uliyotumia wewe, lao ambapo kwamba itakwenda kumwagwa, ambapo kwamba tone moja tu likaanguka katika maji ya bahari, basi maji ya bahari itabadilika. Yani ule usengenyaji ambapo kwamba ulivyokuwa mbaya, mtu anaona kama jambo dogo sana kama hili, ilhali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa. Watahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Wewe waona pengine haya madogo tu, lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni makubwa. Iyyakum wa muhaqqirati dhunub, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tutahadhari na kudharau kwa maasi. Mtu kaona ili maasi haya kusengenya ni mambo madogo tu, lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa huwa 'inda Allahi 'azim, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni makubwa hayo. Kisha siku moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, atadruna mal ghiba, matambua kwamba usengenyaji nini? Qalu, masahaba wakamwambia Mtume, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio ambao kwamba wajuao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo kwamba anachukia, jambo ambalo kwamba alichukia, hata kama analo wewe, ukawa wewe huna kazi baada kumwombea Mungu. Tena mtume akaambiwa, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu, akiwa anayo mambo kama hayo ambayo kama nazungumza ndio analo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu, ikiwa wewe unazungumza hayo na analo mtu kama huyo, basi wewe vile vile umemsengenya. Wa in lam yakun fihi faqad bahatahu, na ukiwa kama umemsingizia, basi wewe umemdhulumu mtu kama yule. Hayo ndio mazungumzo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ya kwamba ya usengenaji ulivyokuwa mbaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatulinda na madhambi kama haya kwamba ya usengenyaji. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.